Yuda Iskarioti ni mmoja wa wanafunzi 12 walioambatana na Bwana Yesu katika shughuli zake za kila siku katika muda wa miaka 3. Anakumbukwa hasa duniani kote pengine kuliko wanafunzi wengine, na hii ni kutokana na tabia yake ya usaliti. Yuda Iskarioti ataendelea kukumbukwa vizazi mpaka vizazi kutokana na usaliti alioonyesha kwa Bwana Yesu. Kwanza, tufahamu wadhifa aliyokuwa nao Yuda wakati ule. Katikati ya kundi la wanafunzi 12, Yuda ndiyo mtu pekee ambaye alikuwa mchunguzi wa mambo, pengine yasiyo na ulazima, kwani alifuatilia kila mwenendo ambao Yesu alikuwa anafanya. Kwa Yuda, fedha ilikuwa ya maana kuliko kitu chochote, yaani kuliko hata Bwana wake. Hii ni ajabu kiukweli, yaani na kutembea kote kule na Bwana Yesu, ila bado hakuacha tabia yake ya asili. Alikuwa mweka hazina wa kundi, kwa sasa tunasema muhasibu. Na hapa ndipo Yuda alitumia wadhifa wake kudokoa hazina zilizokuwa zinaingia kwenye mfuko wa kundi. Haya yanadhihirishwa katika kitabu cha Yohana fungu la 12 mstari wa 5 mpaka mstari wa 6, na nukuu: mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Naye aliyasema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwizi, naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Yaani kumbe hata kumsaliti Yesu haikuwa bahati mbaya, na hii ni kutokana na tabia yake ya udokozi, yaani alikuwa mtu wa tamaa. Na kama ilivyo kawaida kwa wadokozi, watafanya kila kitu ili wakizi matakwa yao. Na ndio maana nasema kumsaliti Yesu haikuwa jambo la kukurupuka, bali ni mchakato mzima uliokuwa kwenye daftari. Hapa tunarejea katika kitabu cha Mathayo fungu la 26 mstari wa 14 mpaka wa 15, ambapo Yuda aliwaendea wakuu wa makuhani na kupokea kiasi cha vipande 30 vya fedha ili amsaliti Bwana wake. Yesu alijua tangu mwanzo kile ambacho Yuda Iskarioti angekifanya, na ndio maana alisikia akiwaambia, amini nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Kitendo hicho kiliwafanya wanafunzi kuingiwa na hofu zaidi, kwani kila mmoja alitamani kujua ni nani angemsaliti Bwana wao. Wakati Bwana Yesu anaongea maneno hayo kwa masikitiko makubwa, Yuda Iskarioti alikuwa miongoni mwa waliotamani kumjua ni yupi angemsaliti Bwana wake, ikibidi hata amalizane naye. Sio kwamba Bwana Yesu hakuwa na uwezo wa kuzuia hilo lisitokee, lakini ilibidi iwe hivyo ili maandiko yatimie. Sasa swali la kujiuliza hapa ni kwamba, je, hivi ni kweli Yuda alimsaliti Yesu kwa mapenzi yake au alitumwa ili maandiko yatimie? Ukirejea katika kitabu cha Yohana fungu la 13 mstari wa 27 mpaka 28, utaona Bwana Yesu akimwambia Yuda, uyatendayo yatende upesi. Na baada ya neno hilo ndipo shetani akamwingia Yuda. Sasa hapo na wewe jiulize, ni kweli Yuda alipenda pesa kiasi cha kumuuza Bwana wake kwa vipande 30, au ni alitumika tu ili kukamilisha maandiko? Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata habari hizi.